Na mwenye movie anatuonya kwamba kukaa mbali na mpenzi wako ni hatari kwa afya yako. Sasa hali ambayo Kevin anapitia kwa sasa itakuja kumfanya ajute kwa nini aliweza kuondoka kwenye maisha ya Tina. Lakini pia Tina lazima atajuta ni kwa nini aliweza kumfanyia mambo yote yale Mr. Kevin, kwa sababu kwa sasa kuna ule msemo ambao wanasema kwamba utakijua ama utajua thamani ya kitu pindi ambapo kitakuwa hakipo kwa wakati huo. Sasa hiki ndio kitu ambacho kinatokea kwa Tina. Tina kwa sasa atafahamu na anakwenda kufahamu kabisa kwamba Kevin alikuwa ni mtu wa thamani kiasi gani kutokana na kwamba kwa sasa hayupo pale. Lakini pia huyu mama bwana, kuna kitu ambacho ninataka kujua. Yani ni kwa nini mama anakuwa na furaha pindi ambapo mtoto wake Tina anapitia changamoto kubwa. Sasa angalia maamuzi ya kipumbavu aliyoyafanya ya kumshawishi mtoto wake ama kufanya vitimbwi vyote ili aweze kumfanya Kevin afukuzwe hapo nyumbani ama aondoke nyumbani. Sasa Kevin ameondoka na huyu mama amefanikiwa katika mipango yake, lakini kitu ambacho amefeli ni kwamba furaha ya mtoto wake kwa sasa itakwenda kupotea. Ndugu mpenzi mtazamaji, hapo kuna kitu tumejifunza kwenye familia, hasa wale ambao wako kwenye familia, ni kwamba mama wa watoto wa kike wanatakiwa kuwa makini kabisa katika kuhakikisha kwamba watoto wao wanakuwa salama, sio kufanya maamuzi kwa kukurupuka kama alivyofanya mama huyu kwa Mr. Kevin. Yani amekurupuka kumuondoa Kevin kwenye maisha ya mtoto wake bila kujua kwamba mtoto wake hapo ndani atabaki na maisha magumu sana. Sasa kitu kingine ambacho tumekiona kwa Mr. Kevin ni kwamba Mr. Kevin hapo alipo lazima alikumbuke joto la mke wake. Pia hapa ndugu mpenzi mtazamaji, ungekuwa ni wewe ni Kevin umekutana na maisha haya kwenye maisha yako, yani kiufupi umepata mwanamke ambaye anakuzidi kipato, at the end of the day dharau zinakuwa zinazidi ndani huko, ni kitu gani ambacho utakifanya? Utachukua maamuzi kama aliyoyafanya Mr. Kevin ama utaamua kuendelea kuishi humo ndani, uendelee kuteseka, lakini ukijua ni kitu gani utakifanya hapo baadaye ili uweze kuisaidia ndoa yako? Sasa ningekuwa mimi hapo nisingeondoka kama alivyofanya Mr. Kevin. Ambacho ningekifanya, ningebaki kwenye ndoa yangu na kutulia humo na kuvumilia mambo yote ambayo mama mkwe atanifanyia ama dharau zote ambazo mke wangu atanionyesha, huko nikisubiri muda sahihi ili niweze kuyafichua makucha yangu. Sasa ndugu mpenzi mtazamaji, pia kama ulikuwa makini katika kuyasikiliza mazungumzo ya Kevin pamoja na rafiki yake Nelly, utagundua kabisa kwamba hapa kuna kitu ambacho kinaitwa urafiki wa kweli. Yani kiufupi ni kwamba Mr. Nelly amekuwa akimshauri sana Mr. Kevin mambo mazuri, japokuwa kuna muda anamshauri ujinga, lakini iko sawa kabisa. Sasa hiki ni kitu ambacho pia ndugu wapenzi watazamaji kimetumika hapa kama symbolism. Yani kifupi ni kwamba Kevin ambaye ni director na mwandishi wa story hii ya tamthilia ya Bado Natafuta ameweza kutumia symbolism kuweza kuwakilisha ujumbe fulani ambao kama hautakuwa makini huwezi kugundua. Yani kifupi ni kwamba kuna kitu ambacho tunakipata hapa ambacho kinaitwa urafiki wa kweli, usaliti pamoja na mapenzi ama mahusiano. Hizi ni themes ambazo zinapatikana kwenye tamthilia hii hapa. Moja kati ya vitu ambavyo pia tunatakiwa kuwa makini ndugu wapenzi watazamaji ambao mnaifuatilia tamthilia hii hapa, na ni kitu ambacho mnatakiwa kujifunza, sio kitu kingine zaidi ya swala zima la relationship between mother and her daughter. Yani hiki ni kitu ambacho tunatakiwa kuwa makini sana, hususan wale mabinti ambao wanamiliki nyumba nzuri, wanamiliki maisha mazuri kwa ujumla, na wanaume ambao hawana kipato kikubwa. Sasa wawe makini na wazazi wao, kwa sababu wataweza kupelekea kuvunjika kwa ndoa zao. Ni kwema na ni vema kabisa kwamba hakuna mzazi yoyote ambaye anapenda kuona mtoto wake anamfuga mwanaume. Sasa hiki ndio kitu ambacho anakifanya huyu mama, japokuwa njia zake sio njia nzuri. Yani kiufupi ni kwamba njia ambazo anazitumia katika kuhakikisha kwamba mtoto wake halei mwanaume ni njia mbaya, kwa sababu anakwenda kuipoteza furaha ya mtoto wake bila ya yeye kujua. Lakini pia Mr. Kevin ukijaribu kuangalia ni kwamba hapo alipo anajutia kitendo alichokifanya cha kuweza kuondoka pale nyumbani. Lakini sasa kuna kitu ambacho tunatakiwa kukifahamu, na kama tutakuwa makini tutaelewa vizuri zaidi, lakini kama usipokuwa makini hii movie itakuacha mbali sana. Ni kifupi utaweza kuielewa. Sasa endelea kunifuatilia na nikwambie tu kwamba kama ni mara yako ya kwanza bonyeza neno subscribe, lakini pia kama wewe ni mpenzi wa tamthilia hii hapa inayokwenda kwa jina la Bado Natafuta, bonyeza neno subscribe ili kuweza kuonyesha upendo wako wa dhati. Yani kifupi ni kwamba ili uweze kuonyesha maua yako hapo. Nikwambie tu kwamba tuendelee kuichambua scene hii hapa ambayo imekuwa ni best scene kwenye hii tamthilia, na ni scene ambayo ilichukua muda mrefu sana kupita zote. Yani kifupi ni kwamba hapa tumeona mzee huyu hapa
hapa ambaye wanamuita Mr. Neri. Mr. Neri bwana na yeye ana matatizo yake, ana maswaibu yake ambayo yanamsibu japokuwa hataki kuyaonyesha. Sasa suni tu kuna kitu ambacho kinaitwa ugomvi kitakwenda kutokea kati ya marafiki hawa wawili, I mean Maya pamoja na Pipi. Yani huyu binti sijui nimpatie picha gani, yani ni mnafiki sana. Sasa tumpe jina la mchawi tu, naona jina la mchawi linamfaa kwa sababu mchawi siku zote ni mtu ambaye hapendi kuona maendeleo ya mtu mwingine kama tunavyoona hapa. Yani huyu binti Pipi anaona mwenzake anafaidi sana kwa Neli, anachokifanya ni kumshauri ujinga aweze kuachana na Neli ili yeye akateki press kule kwa Mr. Neli. Yani huyu binti kiufupi ni kwamba ni mnafiki, na tumpe jina tu la changu doa kwa sababu huyu anaonekana anajiuza. Yani kiufupi ni kwamba huyu binti anafugwa hapo, yani anaishi na Maya, anakula kwa Maya, lakini at the end of the day angalia malipo ambayo Maya anayapata kutoka kwa rafiki yake Pipi. Sasa hawa ni watu ambao tunatakiwa kuwa nao makini. Sasa kama nilivyoweza kukwambia ni kwamba director na mwandishi wa story hii ambaye ndo Kevin mwenyewe ameweza kuandika kitu hiki hapa, ama ametumia symbolism kubwa sana kuweza kutufikishia ujumbe sisi. Yani kifupi ni kwamba tunatakiwa kuwa makini na marafiki ambao tunawachagua, ama marafiki ambao tunaamua kuishi nao, marafiki ambao tunaamua tubebee siri zetu. Ndio kitu hiki hapa. Sasa Maya alichokosea ni kuwa na rafiki mnafiki, na ndugu yake hiki kitu ameshakiona kabisa. Yani kifupi ni kwamba Nice amegundua kabisa kwamba rafiki yake na mdogo wake Maya sio sahihi kwake, na kuna onyo ambalo amempatia Maya hapa, ajaribu kuwa makini. Sasa Maya ni kwamba sio rahisi kuweza kumwamini dada yake ya kwamba rafiki yake Pipi anamsaliti ama anamfanyia vitendo vya kijinga, kutokana na kwamba kwa jinsi anavyodai yeye anasema kwamba amesoma naye, yani amekuwa rafiki naye toka udogoni. Sasa hajui kwamba binadamu ni kinyonga, anabadilika wakati wowote. Sasa like video hii, share video hii, lakini pia usisahau kusubscribe kabisa. Lakini moja kati ya scene ambayo ilikuwa masterpiece, na ni masterpiece kwa upande wangu, sasa sijui kwako wewe hii scene umeionaje? Yani kiufupi ni kwamba ukijaribu kumwangalia mwamba huyu hapa ambaye wanamuita Neli, japokuwa anaonekana na kuwa na tabia za kumkataa huyu binti ambaye wanamuita Pipi, ukijaribu kuangalia ni kwamba bado ana uhitaji na Pipi, kutokana na kwamba Pipi naye pia ana kipato, na huyu mwamba tunafahamu kitega uchumi chake ni hawa wadada. Yani kiufupi ni kwamba ana ndoto kubwa ya kuwa na maisha mazuri kupitia hawa watu. Sasa hajui kwamba anaiharibu future yake mwenyewe, kwa sababu huenda kama angekuwa mpole Maya angekubali kurudiana naye, kwa sababu tunafahamu huyu jamaa alimfuata Maya na kumuomba msamaha waweze kurudiana. Sasa hiki kitendo anachokifanya cha kutoka na rafiki yake na Pipi, kuna siku itakuwa ni hali endelevu. Yani kiufupi ni kwamba hii kujifanya hamtaki Pipi kutakuja kumgharimu baadaye, kwa sababu tunafahamu huyu dogo kipato chake ni kidogo sana na hana kazi maalum, anategemea kipato kutoka kwa wadada kama hawa akina Pipi. Sasa the way ambavyo mwamba alikuwa na react mtu, ama kama uliitazama kwa umakini ulifikiri labda mwamba yuko serious kabisa hamtaki huyu mwanamke, na tukumbuke tu kwamba tayari jamaa alishafanya mapenzi na Pipi. Sasa Pipi anamganda kweli kweli kama ruba, kwa sababu anajua mambo yake yako hapa. Sasa ni kitu gani ambacho kinakwenda kutokea kwa mtaalamu bwana Neli? Ni kwamba Neli anakwenda kuidestroy future yake bila ya yeye kufahamu, kwa sababu kama huyu binti ameweza kumsaliti rafiki yake mwenyewe ambaye ni Maya, atashindwa kumsaliti Mr. Neli pindi ambapo ataingia kwenye mahusiano. Sasa hiki ni kitu ambacho mwamba anatakiwa kutumia akili kubwa, lakini pia hii situation Mr. Kevin ameweza kuiona. Sasa moja kwa moja hapa kuna kitu ambacho ameenda nacho kichwani Mr. Kevin, anafikiri labda rafiki yake sio mtu mzuri kwenye mahusiano. Na hapa sasa ni kitu gani ambacho Kevin atapata kujifunza? Sasa Kevin asipokuwa makini na yeye ataanza kurandaranda huko kitaani kutafuta mademu, na mwisho wa siku atakuja amsahau Tina. Lakini sifikiri kwamba hiki kitu kinaweza kutokea kwa Kevin, kwamba amsaliti mke wake Tina. Sidhani kama inaweza kutokea, labda baadaye sana, lakini sio sasa hivi, kwa sababu tunafahamu pamoja na kwamba mwamba anapitia changamoto nyingi sana na mke wake. Yani kifupi ni kwamba pamoja na kwamba Kevin na mke wake hawako vizuri kwenye ndoa yao, lakini ni kwamba mwamba anaiheshimu sana ndoa, na tukumbuke tu kwamba ujamaa alifunga ndoa kabisa huko kanisani na viapo vyote alivipitia. Sasa ndugu mpenzi mtazamaji, nikwambie tu kwamba karibuni tena baadaye kwenye uchambuzi wa kazi nyingine.